Ya mimi na mtu umeenda. I see that time is going. Watoto mmeshinda hapa kuanzia asubuhi. So children, you guys have been here since morning. Na ndio maana mmeona nimepanda hapa, sina hata kitu. Siwezi kusema kitu kingine chochote. That's why I don't even want to add anything else. Ya kwa sababu muda umekuwa mrefu. That's why time has been long. Nadhani Mungu amependa iwe hivyo siku ya leo kwa ajili yangu. And God has decided for this during this day. Yale nilikuwa nimepanga naona muda umeisha. What I have planned for today, I see that time is going. Lakini nashukuru vijana, viongozi wa vijana. But I'm thankful to the youth leaders. Kwa kuona kisi mlikuwa mmenialika. To see that you guys have welcomed me. Yaani mmeniweka nafasi ya thamani. You have put me in a place of honor. Nawashukuru sana. And I'm so thankful. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya na yale nyinyi mlikuwa mmenialikia, hata siku nyingine mkipata muda mkinialika tutaiendeleza. Bwana asifiwe. If for what you guys have welcomed me for, even next time you guys can welcome me again. Mlikuwa mmenipatia niimbe lakini sitaimba tena, mtu umeenda. You guys have given me time to sing, but I'm not going to sing anymore. Ya na mlikuwa mmenipatia muda wa neno lakini sitaongea kama kisi nilikuwa nimepanga. But I will not be able to speak like how I planned. Lakini siwezi enda bure hata dakika 2 ili nitoe ushauri. Bwana Yesu asifiwe. But I can't go even 2 minutes. Bwana asifiwe. Vijana mko tayari kusikia ushauri wangu kwa dakika 2 3? Youth, are you ready to hear my advice? Mko tayari? Naomba mkarimani yani unisikilize vizuri. So I really ask that you listen. Kwa mashauri mawili nataka nitoe. Bwana asifiwe. Because of the 2 advice that I'm going to give. Yani mimi nimebarikiwa sana. I'm so blessed today. Na neno mtumishi wa Mungu ametoa hapa. That the servant of the Lord gave today. Samani baba, jina lako silikumbuki. Pasquale. Mungu akubariki sana. May God bless you. Wewe ni mtumishi wa Mungu. You are a servant. Bwana asifiwe. Yaani neno la Mungu lenye umetoa. The word of God that you have Ni miongoni mwa maneno yenye nilikuwa nimepanga. It is actually among the things that I want to discuss. May God bless you. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nataka niwaulize vijana. I wanted to ask you youth. Si mnasikia raha sisi tumenani hapa? You see how much joy we Kuanzia have? saa 9 All the way from si mmesikia tulikuwa tunasifu na You kuabudu. see how we've been praising the Lord? Nani mwenye amesikia uwepo hapa? How many have felt the Spirit of the Lord? Nani amesikia kitu ndani How yake? many have felt something in them? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hapo sasa ndio nataka nitoe ushauri. That's where I want to give some advice. Kijana, Youth, uwe na masomo. study. Uwe na masomo. You need to study. You need to have your education. Whatever I enjoy hivyo. Yaani hata ukiwa na masomo, Even if you study, hata ukiwa tajiri, even if you're rich, hata ujue jinsi ya kuhesabu pesa mamilioni na unajua jinsi ya kupanga budget. even if you know how to handle Kama your uko ndani ya financial budget, Yesu ni kitu. if you're not inside Bwana Jesus, it's asifiwe. all nothing. Amen. Kama uko ndani ya Yesu ni kitu If bure. you're not inside Christ, it's Kijana all mwenye anataka kuwa kijana mwenye thamani A na youth Mungu that wants to ampatie be a yoyote youth yawe ya that thamani, so that God can give them more of worth, uwe ndani ya you Yesu. need to be in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Vijana tuko hapa kwa sababu tuna zile chembechembe za imani ya neno la Mungu. Youth, we are here because we still have those foundations of faith in us. Na neno linasema tukishakuwa na imani, And the word says that if we have faith, inabidi tufanye na matendo. it means that we should Kwa also add sababu work to imani it. bila matendo Because faith without work ni nini? is what? Ni kitu bure. Is nothing. Yaani hiyo imani yako imekufa kama So your faith haina has matendo. died if Nataka it has nishauri. So I want to Wewe advise kijana mwenye kupenda kazi ya Mungu. you youth who love the work of God. Wewe kijana mwenye unataka uishi katika maisha haya ya raha. Unaona ambiance yenye tuko nayo hapa ya You youth Yesu. who wants to live in this state of joy. Hii ni ambiance ya Yesu. Century. Hii ambiance ya Yesu hauwezi ukailinganisha na ya This dunia. environment cannot even be Bwana asifiwe. cannot even be compared to the Kwa environment of the sababu world. hiyo ya duniani kuna mbwa mwitu. Because the environment of the world Kama kisi mtumishi wa Mungu has alisema, neno la Mungu lilisema njia nzuri ni njia nyembamba. just like he said, Na hiyo the ndio good njia road is ya kwenda narrow, mbinguni. and that is the direction Lakini of tukalikiwa heaven. watoto kwa neema. Njia hiyo ni nyembamba
way to Kwa heaven. sababu kama unapenda kwenda njia ya mbinguni ni nyembamba. Because the road to heaven is narrow. Ukikuwa na mzigo hivi. If you have so many burdens. Kwa mfano. So for example. Kwa mfano nikikamata hizi nani mbili nazikusanya hapa. So let me say I take these microphones Alafu mimi napia na hivi bila mzigo hivi tu kisiniko nishakusanya hivi. and I put them both together. Hapa nitapita. Am I going to be able to walk? Napita hapa. Sitapita. I'm not going to be able to Yaani walk. ndio maana njia ya usimani ni nyembamba. That is why the Ni road to kutoa mizigo life yote. is narrow. That's why you have to remove Kijana all wa burdens. Yesu ni mwenye anatembea hana mizigo. Kwa Certain sababu anaenda katika a youth for njia the Lord does nyembamba not walk with any burden. yenye itampatia uzima. They walk with a road that gives them Nataka life. niwafariji jioni ya leo. So I want to encourage you tonight. Nyinyi ni wa vijana wa Yesu. You are the youth Ni of Christ. kanisa la kesho. You are the next church. Kumbuka Meshaki, Shadraka na Abednego. Remember, Meshach, Walikuwa Shadrach, and vijana kama Abednego. nyinyi. They were youth just like you. Kumbuka Remember, Daniel alikuwa kijana kama nyinyi. Daniel was a young man just Esther like you. alikuwa binti kama nyinyi. Esther was a young woman just like Lakini you. But walisimama imara they stood firm katika ile imani ya mababu in zao that faith of ule Mungu wa kweli, in the true God. na wakaonyesha na matendo. And they showed through their actions. Si walifanikiwa? Were they not blessed? Walikumbana na hiyo mizigo, They walked with those ile burdens, miungu yenye wamekumbana nayo. but they did not serve those Walishinda kwa sababu walikuwa na imani, fake gods. They were, walisimama imara kwa Mungu they were wao. able to stand firm with Nataka their true niwaambie God. vijana, So I want to tell you, young people, msidanganywe na miungu. do not be taken by false Sisi gods. tunamwamini Mungu mmoja, We believe in only one God, yule Mungu mwenye anakataa dhambi. that God that hates sin. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunaamini Mungu anayekataa dhambi. We believe in the true God that hates sin. Kama unataka kuwa kijana mwenye kuwa na mafanikio, hata uwe na masomo, uwe na nini, kuwa ndani ya If Yesu. you want to be a youth where all you're doing, whether it's school, has Hayo little yote ya G dunia ni inside of it. miungu. All of that of Na the world ukikubaliana- is just little G gods. Ukikubaliana nayo umekataa imani. But if you follow with those little G gods and you have left the Na faith, imani yetu tuendelee na matendo. but our faith, let us continue with works. Sisi nyinyi vijana mmeitwa hapa Marekani You youth have been called into kuokoa wale America vijana wenye wako katika hiyo njia kubwa. to be a reference and salvation for all of the other youth Njia kubwa ni ya shetani, that are in the wide kwa path. sababu njia ya shetani haizuii kitu chochote. Because the wide path is not blocked by Hata anything. ukitembea uchi sawa, Even if you walk naked, it's fine. hata ukijibadilisha sawa, Even if you change yourself, it's hata fine. ufanye kila kitu, Whatever you do, yani they just say it's wanakukaribisha kwa furaha, fine. They welcome you. kwa sababu wanapata wateja wenye watateseka nao milele. And because they also have people that will be Lakini with them kama in the unahitaji kuwa time. kijana wa Yesu, But if you want to be pita katika njia nyembamba, a youth of the Lord, go through that narrow acha path. dhambi yoyote, Stop all sin. acha kitu chochote chenye neno la Mungu inakuambia uache. Stop everything that the Word of God is telling you to Nakwambia stop. usijifariji. Do not encourage yourself Siku za leo ni siku za in mwisho. those bad things because we have to Wahubiri ni end wengi, time. There are so many preachers. wahubiri matapeli ni hata neno la Mungu linasema, There Yesu are even alisema there are false preachers hii wakati wa mwisho at this end time. walimu watakuwa wengi, The teachers are making wanapenda pesa, they love money. watakwambia njoo kwangu, They will tell you Mungu iko hapa, God is here. fanya nguo fupi ya Mungu, hakuna They shida, will tell you dress in Mungu short anaangalia clothes. roho, God only looks at your fanya heart. hivi, fanya hivi, Do whatever you want to do. fanya kitu chochote kile unataka, Do whatever na you wewe want to unasema do. sema mbona hawa ndio wanajua Mungu. And then you say, oh, these are the only people that know Moto wa God. milele unakusubiri, The eternal ujana fire is waiting wako for you. utakufa bure, Your youth, it would die. utapoteza baraka zako za Mungu You will lose anakuandalia. all of your blessings. Esther alisimama na Mungu wa kweli, Esther Yes. stood with the one true God. maelfu ya mabinti Among the thousands of women, akachaguliwa kuwa malkia, and she was chosen as a na queen. tena yule mtoto alikuwa anaishi kwa mchumba wake. And she was even living at her uncle's Na house. ukisoma kitabu cha And Esther, if you read the book of kupitia Esther, Esther aliokoa aliokoa ukoo ni kabila niseme taifa. so because of her, her entire Binti nation mwenye uko hapa, was saved. So young women who are here, unasaidia nini? what are you helping? Matendo yako yanafundisha nini? What do your actions teach? Ni wangapi wenye unaleta kwa Yesu? How many people are you Kupitia bringing imani to yako na salvation matendo through your yako. faith and your action? Wewe kijana
mvulana mwenye uko hapa, So youth who are here. imani yako na matendo yako inaleta wangapi kwa Yesu? So your actions and your faith, how many people do they bring to Christ? Kimbia njia nene huko. Run away from the wide. Njia kubwa sio ya kwako. The wide path is not yours. Hayo ni mambo ya dunia. That is the way of the world. Na yataishia hapa hapa. And it will end here. Nimefurahi hawa wenye wako natuimbia hapa. And I'm so grateful. Wameimba wimbo moja tulikuwa tunaimba Afrika. They were singing a song that we used to sing in Africa. Ule Solomono They were saying that Solomon is Suleiman. Si vile jamani. Is Solomon. Alikuwa tajiri. He was wealthy. Lakini But Mungu alimuuliza unataka nikupe nini? God asked him, what do you want? Lakini akamwambia Mungu, and he told naomba him, unipe hekima. God, give me Kwa wisdom. sababu aliona utajiri ni bure. Because he said he really Na wewe kijana that mwenye wealth uko hapa. is nothing. Omba Mungu wako akupatie hekima ya kukuongoza kwenda katika njia nyembamba. Ask the Lord to give you wisdom. Utakuwa na ujana mzuri. You will have a Nayo mengine yote masomo utapewa. and everything else will be given. Chumba utapewa. You will be given that Esther fiancé. alipewa umalikia. Esther was given queendom. Hajatia makeup. She were. Kuko wenyewe walijipodoa mwa hiyo kikundi ya hao mabinti. There's so many women Maskara mweza they have got made them. Mpaka unasahau hata sura ya mtu mwingine. And then you might even forget. Lakini Esther alikuwa kawaida. But Esther was going. Lakini ndani mwake alijua iko na nani. But inside of her she knew who she is. Na akachaguliwa kuwa malkia. And she was chosen to be a queen. Kutoka huku chini akapandishwa. Na kuomba kijana. So as usifurahie bure hapa. Don't be Usikuwe tu sababu unataka kufanya ni ambiance ya nani? Ya huko duniani. Don't be here thinking that this is the joy of the Uimbe hapa. Sing here. Ucheze hapa. Dance here. Usifu Mungu hapa. Praise the Lord here. Lakini angalia maisha yako. But look at your life. Sikia mashauri ya watumishi. So listen to the advice. Soma neno la Mungu. Of the servants of God. Kama unakatana mashauri ya watumishi, soma neno la Mungu. If you refuse na the advice, ulikubali. if you refuse the advice of the servants of utakuwa God, kijana you will mwema. not yourself. Utakuwa kijana mwema. You will be a good na youth. utafanikiwa katika maisha yako. And you will be blessed in your life. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Muangalie dunia ni vijana wangapi tumeshapoteza. So look at the world. Wenye wameshaenda huko juu ya kuona sasa nishafika Marekani. There are some people who have Mzazi decided hawezi to go here in kuniambia kitu America. juu ya kusoma. My parent can't tell me anything. Wachungaji watumishi hawezi kuniambia kitu juu mimi nimesoma. They can't tell me nothing because Lakini wengi sasa hivi I've read. hawajui hata maisha yao inaishia wapi. But most of them, they don't even know where Kuanzia life is kimwili na going. kiroho. So when it comes to the spirit Hiyo and the ndio physical, shauri tu nimeishia hapa. that is where I just wanted to say. Nataka niwasisitize. And I just want to push y'all. Mfuate njia nyembamba. Look for the narrow path. Mfuate mwongozo wa neno la Mungu. So find that path that the Lord wants to bring you. Yale yenyewe yanakusumbua hutaki kuyaacha. Yenyewe yanakusumbua hutaki kuyaacha. So the things that are Yenyewe you don't want yanakusumbua. to let Na kama hautaki kuyaacha, and if you don't want to leave them alone, muombe Mungu wako. pray to the Lord. Mwambie Mungu. Pray to the Lord. Kwa nini niko nasoma neno la Mungu? How come am I reading Na the kweli Word? nikataza hii yale yenye niko ndani. And it's telling me Watumishi wanaongea lakini roho yangu inapenda nibanie hapo. but the servant, Naomba Yesu bila wewe sitaweza. I'm praying Jesus that without you I can't do anything. Neno la Mungu katika Yakobo linasema The word of the Lord is tumpige shetani na yeye atatukimbia. let's fight the devil and he will flee. Na tumkaribie Mungu na yeye atatukaribia. And let us get closer to God and he will Na hapa be tulimba closer. telefoni sio tulimba hapa. And we were singing to call Telefoni ya Mkristo sio telefoni ya kawaida. to call a call of a Christian is not a Maombi ndo njia ya telefoni sisi na Mungu. prayer is the way that we should Usiku call mchana ongea na Mungu kupitia maombi. every morning night talk to God through prayer. Mtumishi wa Mungu alileta kichwa cha neno anasema juu ya kubadilika. The servant of God brought a point and he talked about change. Na alitoa ushuhuda ni siku nyingi alikuwa anashinda kubadilika. And he even said it himself, it was hard for him to Na change. akasema usibadilike kwa kupima. But don't change by trying. Inabidi muombe Mungu ubadilike kweli kweli. Bwana Yesu You ask asifiwe. God to change fully. Matendo yako yabadilike yalete watu kwa Yesu, kijana, msichana na So that mvulana. your actions should change. Bwana asifiwe. Vijana mpo? Mnasikia ushauri? Have you heard the advice? Hayo yote yanawasumbua ni mambo ya dunia. All of that
that that's bothering you is of the world. Hayo haitatuma seme njoo utapata mume All of that is au not ndio going to say utakosa that. mume, All the hapana. things of the world are not going to determine whether Ukikuwa or not ndani you ya get Yesu married. umetakata nje na ndani. When you're inside of Christ, Mengine you're yote good. Mungu atakusukumia. Everything else the Lord will give you. Mungu mabinti nani warembo unachaguliwa ni wewe. So among the beautiful women, you're going to be the one that's Ukisoma tu kidogo unapata kazi nzuri. you go to school, you get a good job. Kwa sababu umeenda kwanza ulitafuta kwanza ufalme wa Mungu. Because first you look Na for hayo ya the masomo yote ya You look for the daktari, kingdom sijui first. engineer na bunini, Mungu atakuletea everything baadaye. else that you desire, God will bring it to you. Kusoma ni vizuri. Going to school is Tafuta good. maisha ni mzuri. Lakini Mungu anatuambia tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Going to school and getting an education is good. Na yeye First, atatupatia we have to look hekima for na the akili ya kusoma na kuchanganua kila kitu. God has given us the ability to learn and Mkimbie shetani. flee from the Huyo devil. mwana kudanganya kusuka sio dhambi. Kuvaa nguo za kubana mpaka mwili wako unaonekana sio dhambi. Ni shetani, mkimbie. Mwambie Mungu nipatie hekima. Tell the Lord to give me Nataka wisdom. nibadilike. I want to change. Niwe kijana wa mfano. I want to be Nilete wengine kwa I Yesu. want to be a good Niwe example. mfano nikiingia katika giza mimi nilete mwanga. Let me be an example so that I can bring light to people. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Usikuwa kijana wa kukutanana na giza na unakuwa giza. So don't be a youth that sees the darkness and you're among the darkness. Uwe kijana ukifika gizani uangazie. Ukifika kwenye giza uangazie. So if you're in the dark, be the light. Na hiyo mwangaza ni matendo yako. And so that light is your actions. Ukuwe tofauti na vijana wa kidunia. Be different from the people of the world. Leta watu kwa Yesu. Bring people to Christ. Wenye kuleta watu kwa Yesu wana faida yao mbinguni. Those people that Wana mataji yao kwa Yesu. bring people to Christ have their own gifts in heaven. Kama una maombi utakuwa mtu wa kufutwa vutu. If you don't have a life of prayer, Unakumbwa tu. you're going to be someone that's going to be swept away. Twende kutilani disco unaenda. Wherever they tell you to go, you're going to go. Kusubuya selo ni kanisani na kuya. And then you're just like, oh, this morning. Ukifika huko benche ziko mpaka hapa. And then when you get out, your braids are all the way to Plante your ziko bum. mpaka hapa. Your weave is all the way to your... Ukiniangalia mimi mama Trezo kuna niuliza leo ni mama Trezo mbona sura yake imebadilika. But then you look at me, you're like, oh, is this... Ikifika saa ya kanisa unanao And then unakia when it comes kanisani. time to church, you... Kimbia, huyo ni shetani. Bwana Run from asifiwe. the devil. Huyo ni shetani, mkaribie Mungu na hata kukaribia. Run from the devil and Umuombe sana na atakubadilisha. pray to the Lord and Bila maombi hautabadilika. without Hizo ni nguvu za giza. Huyo ni shetani. that is the light of the enemy. Anataka uende That is the naye, power of the hataki enemy. kufa yeye peke. The enemy doesn't want to die on his own. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa machache ni hayo. For a short is Na Mungu that. awabariki. Amena. Tutaonana siku nyingine.